Baada ya mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Marekani siku ya Alhamisi huko nchini Irani, maeneo ya kusini, mashambulizi ambayo yalisababisha vifo vya raia, Irani imesema kwamba Marekani italipa gharama kutokana na vifo vya raia wa nchi ya Irani, ambapo kupitia spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, yeye mwenyewe amelaani vikali mashambulizi ya hivi karibuni ya makombora ya Marekani yaliyolenga maeneo ya makazi kusini mwa Iran, akionya kuwa Washington italipa gharama kwa kile alichokiita uhalifu huo. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye akaunti yake ya X, Ghalibaf alikosoa shambulizi la Marekani dhidi ya nyumba za raia katika kisiwa cha Kashmir, akisema ni mwendelezo wa mashambulizi ya Marekani katika miji ya Minab na Lamedi kusini mwa Iran. Na nukuu, Marekani inachafua mikono yake kwa kufanya uhalifu mpya kila siku. Shambulizi la kigaidi dhidi ya nyumba za raia katika kisiwa cha Kashmir ni mwendelezo wa uhalifu wake huo, Minab na Lamedi alisema. Aidha aliongeza, Wamarekani wamezoea kufidia vipigo wanavyopata kwenye uwanja wa vita na kumwaga damu ya watu wasio na hatia. Watalipa gharama yake. Mapema Alhamis, Marekani ilifanya mashambulizi ya makombora katika maeneo kadhaa kusini mwa Iran, ikiwemo kisiwa cha Kashmir pamoja na sehemu za mikoa ya Bushehr, Farzi na Khuzestan. Shambulizi lililosababisha vifo vingi zaidi lililenga nyumba ya makazi katika kitongoji cha Chah Tangu katika kisiwa cha Kashmir, ambapo watu watatu wa familia moja walipoteza maisha, akiwemo baba, mama na mtoto wao mwenye umri wa miaka miwili. Watoto wengine wawili wenye umri wa miaka 7 na 9 walijeruhiwa na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu. Kupitia hiki ambacho amekizungumza spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, kwamba Marekani italipia gharama kwa kile alichokiita uhalifu dhidi ya binadamu huko kusini mwa Irani baada ya Marekani siku ya Alhamis kufanya shambulizi katika kisiwa cha Kashmir, ni hali ambayo inaleta sintofahamu kubwa, lakini vile vile tension inazidi kuongezeka kutokana na mashambulizi hayo ya taifa la Marekani. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote hapa tutakujuza yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa.